Hujambo, karibu katika Dream Media habari, lakini kwanza ni machache kati ya mengi tuliyokuandalia kwa siku ya leo. Sakata la wanawake wajawazito kutozwa fedha wakati wa kujifungua limeibua mjadala leo bungeni jijini Dodoma na kusababisha baadhi ya wabunge kuomba mwongozo wa spika. Kimataifa, wabunge wa taifa la Uganda wameidhinisha bajeti inayopendekezwa na serikali ya nchi hiyo kwa mwaka wa fedha unaoanza kutekelezwa mwezi Julai mwaka huu. Na katika michezo, timu ya Yanga imesafiri leo kuelekea mkoani Tanga kwa ajili ya mchezo wao dhidi ya JKT Tanzania, huku mchezo huo ukiwa ni nusu fainali ya kwanza ya CRDB Federation Cup, mchezo utakaochezwa Mei 18 mwaka huu majira ya saa 10 jioni. Taarifa hii ya habari inapatikana kupitia akaunti yetu ya YouTube ya Dream Media TZ, lakini pia tufuatilie kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Facebook ni Dream FM na Instagram na X ni Dream FM TZ. Na sasa ni muda wa kuziangazia kwa kina taarifa tulizokuandalia kwa siku ya leo, na uko nami Resta Fares. Sakata la wanawake wajawazito kutozwa fedha wakati wa kujifungua limeibua mjadala leo bungeni jijini Dodoma na kusababisha baadhi ya wabunge kuomba mwongozo wa spika ili kupata ufafanuzi wa kina kuhusu utekelezaji wa sera ya matibabu bure kwa wajawazito. Mapema leo Ijumaa, mbunge wa jimbo la Mbozi George Mwenisongole kupitia Chama cha Mapinduzi CCM amehoji bungeni iwapo bado inatekelezwa sera ya taifa ya afya ya mwaka 2007 inayotamka kuwa huduma za kujifungua kwa akina mama wajawazito zinapaswa kutolewa bure. Zaidi, mwanahabari Ramadhani Kasim anasimulia. Mbunge wa jimbo la Mbozi George Mwenisongole ameuliza bungeni kuhusu hatima ya vifaa tiba vinavyonunuliwa kwa ajili ya huduma hizo, akitaka kujua vinakwenda wapi baada ya wanawake kujifungua. Swali hilo liliibua mjadala mkali ndani ya bunge na kusababisha wabunge wengi kusimama wakitaka kuuliza maswali ya nyongeza kuhusu uhalali wa tozo hizo. Baada ya mbunge wa Mbozi George Mwenisongole na mbunge wa viti maalum Esther Matiko kutoridhika na majibu ya serikali kuhusu utekelezaji wa sera ya taifa ya afya ya kutoa matibabu bure kwa wajawazito na watoto walio na umri wa chini ya miaka 5, wabunge hao waliomba mwongozo wa spika wakitaka msimamo na majibu ya serikali kuhusu utekelezaji wa sera hiyo. Nakushukuru Mheshimiwa Spika, nimeomba mwongozo wako kwa jambo lilotokea leo mapema, nikirejea swali namba 336 ambao lijielekeza kuhusiana na utekelezaji wa sera ya afya ya taifa ya afya mwaka 2007 kwenye utoaji wa huduma bure kwa mama wajawazito. 336 limeulizwa na Mheshimiwa George Mwenisongole. Sasa ili tuende vizuri, naona na yeye ameomba mwongozo. Labda nimpe nafasi mwenye swali, isije kuwa miongozo yenu inafanana. Nampa nafasi mwenye swali kisha nitarejea kwako kwa sababu ni mwenye swali. Mheshimiwa George Mwenisongole. Asante Mheshimiwa Spika. Nimesimama hapa kwa kanuni ya 53 kuhusu swali kutokujibiwa kikamilifu, nikiomba mwongozo wako kuhusu swali namba 336. Akijibu maswali hayo, naibu waziri wa afya Dr. Gordon Mollel ameeleza kuwa sera ya taifa ya afya ya mwaka 2007, akisema kwa sasa wizara ya afya iko katika hatua za mwisho za kupitia upya sera hiyo kwa lengo la kufanya maboresho. Mheshimiwa Spika, kwanza nimtoe mheshimiwa mbunge wasiwasi kwamba hii sera kwamba hai-apply. Ni kweli ina apply, lakini kwa sababu ukiangalia, ukipiga hesabu ili uweze kuwahudumia kina mama wote bure kama ambavyo mheshimiwa mbunge ametamani, unahitaji bilioni 227. Shukrani sana Ramadhani Kasim kwa taarifa hiyo. Halmashauri ya wilaya ya Rungwe imeanza kutekeleza mradi wa nishati safi ya kupikia kwa taasisi zake pamoja na mtu mmoja mmoja, zikiwa ni hatua za kuhifadhi mazingira. Baadhi ya shule zilizolengwa na mpango huo ni pamoja na shule ya msingi Nuru, shule ya sekondari ya Rungwe, Kayuki, Tukuyu, Isongole, vyuo vya ualimu, Katumba FDC, shule ya msingi Katumba 2 na gereza la Tukuyu. Mwanahabari Brown Tinda anafafanua zaidi taarifa hii. Halmashauri ya wilaya ya Rungwe imeanza kutekeleza mradi wa nishati safi ya kupikia kwa taasisi zake pamoja na mtu mmoja mmoja, zikiwa ni hatua za kuhifadhi mazingira. Baadhi ya shule zilizolengwa na mpango huo ni pamoja na shule ya msingi Nuru, shule ya sekondari ya Rungwe, Kayuki, Tukuyu, Isongole,
vyuo vya ualimu Katumba FDC, shule ya msingi Katumba na gereza la Tukuyu. Akizungumza mara baada ya kufikiwa na mpango huo, mwalimu mkuu wa shule ya msingi Nuru Adrian Ngole, kwa sasa ni miezi miwili tangu kuanza kutumia gesi shuleni hapo na hatimaye kupunguza gharama za kuni. Kwa jina naitwa mwalimu Adrian Laurent Ngole, mwalimu mkuu wa shule ya msingi Nuru. Ni miezi miwili sasa takribani tangu tumeanza kutumia mradi wa gesi. Mradi huu umetusaidia kupunguza gharama za matumizi ya kuni, kwa sababu kwa gharama za kuni tulikuwa tukitumia kuni zenye thamani ya milioni 1.2 kwa mwezi, lakini kwa kutumia gesi tunatumia mitungi 6 tu kwa mwezi, ambayo thamani yake ni shilingi 120,000 kwa kila mtungi. Aidha, mwalimu Adrian ameeleza kwamba mradi huo wa gesi umewarahisishia upatikanaji wa afya bora kwa wapishi wao, vile kuepuka matumizi mabaya ya uharibifu wa mazingira, hususani ya kukata miti ovyo. Lakini vile mradi huu wa gesi umetusaidia kutuhakikishia usalama wa afya za wapishi wetu, kwa sababu hawakutani tena na moshi ambao ulikuwa unazalishwa na moto unaotokana na kuni. Kwa upande wake, Eric Frederick Siao, ambaye ni msambazaji wa mitungi ya gesi majumbani, ameishauri jamii kutumia nishati mbadala kwa kuwa huokoa mazingira na kuokoa gharama za matumizi ya kuni. Tunafanya huduma ya kutoa huduma nishati mbadala kwenye hii shule hapa, na mimi kwa maoni yangu na kwa ushauri wangu pia naomba watu wengi watumie nishati mbadala, kwa sababu hii inaokoa sana gharama za matumizi ya kuni. Tutunze mazingira ya kutunze. Mimi ni Brown Tinda na hii ni Dream TV. Shukrani sana Brown Tinda kwa taarifa hiyo. Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema mkoa wa Dodoma, Aisha Madoga, ametangaza kujiuzuru nafasi yake na kujivua rasmi wanachama wa chama hicho. Uamuzi huo wa Madoga kukihama chama cha Chadema umefanyika leo Mei 16 mwaka huu jijini Dodoma, wakati akizungumza na waandishi wa habari. Kwa mara nyingine tena, Ramadhani Kasim anasimulia zaidi taarifa hii. Mapema leo akizungumza na waandishi wa habari, Aisha amesema miongoni mwa sababu zilizomsukuma kujivua wanachama ni kutokuwa na uhuru wa kutoa maoni, na wale ambao wamekuwa wakitoa maoni wamekuwa wakiitwa wasaliti tena hadharani. Ukiachana na Madoga, pia wapo viongozi walioachia ngazi kwa nyakati tofauti na kuondoka, wakiwemo wajumbe wa kamati kuu, baraza kuu na mkutano mkuu, pamoja na mabaraza ya mikoa na wilaya. Wakati hayo yakijiri, mwenyekiti wa baraza la wazee wa Chadema Bazecha kanda ya Pwani, James Yaule, amesema licha ya changamoto zinazojitokeza kwenye chama hicho, lakini bado kiko imara kuliko wakati mwingine wowote. Haule ameongeza kuwa siasa ni safari ndefu, wanaoshuka huenda wasifike nchi ya ahadi wanayoitamani. Dhumuni la kuitisha mkutano huu ni kusema rasmi, kwanza najivua wadhifa wangu wa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema mkoa wa Dodoma. Wadhifa huo ulikuwa unanifanya niwe mjumbe wa mkutano mkuu wa Chadema Taifa, mjumbe wa baraza kuu wa Chadema Taifa, mwenyekiti wa kikao cha mashauriano cha Chadema mkoa wa Dodoma. Zilikuwa ni nyadhifa kubwa, lakini mwenyekiti wa baraza la uongozi wa Chadema mkoa wa Dodoma. Siondoki kwa sababu napishana na mtu yoyote. Naondoka kwa sababu naogopa kupishana na taasisi. Ndio ungwana huo. Chadema ni taasisi kubwa, inaheshimika. Mimi kupishana nayo, mimi kutoa maoni ambayo sio yanayotakiwa ndani ya Chadema, sio sahihi, sio ungwana. Lakini naondoka kwa sababu misingi au mazingira niliyokuwa nayategemea sasa hivi yamefika kikomo. Waadha, assalamu alaikum, asanteni sana kwa kunisikiliza. Chadema kwa sasa inaendesha kampeni ya No Reforms No Election chini ya mwenyekiti wake Tundu Lissu, ikisisitiza kufanyika kwa maboresho ya sheria za uchaguzi kabla ya uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwezi Oktoba mwaka huu. Ramadhani Kasim, Dream Media. Shukrani Ramadhani Kasim. Wa Dream Media ni kukumbushe tena kuendelea kufuatilia kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Facebook ni Dream FM
na Instagram na X ni Dream FM TZ. Na sasa tuziangazie taarifa za mataifa mbalimbali kama zinavyoletwa kwako na Ana Msomeno. Kimataifa, tuanze na taarifa hii kutoka Uturuki ambako leo yanafanyika mazungumzo ya amani kati ya Urusi na Ukraini, na ni mara ya kwanza katika kipindi cha miaka mitatu kwa wajumbe kutoka nchi hizo mbili kuwa katika chumba kimoja. Zelensky hata hivyo anasema jukumu la timu yake linalenga kusitisha mapigano mara moja, huku Warusi wakisema kuwa lengo lao ni amani ya muda mrefu na kuondoa sababu za mzozo huo. Ikitafsiriwa kutoka Urusi, hii ina maana kwamba hawana nia kabisa ya kusitisha mapigano na kuwa wana nia ya kushughulikia kile kilichoanzisha vita, kutoka kwa mtazamo wa Urusi kuwepo kwa Ukraine kama taifa huru. Jambo la kushangaza, mkuu wa ujumbe wa Urusi amesema kwamba Urusi iko tayari kujadili maelewano, lakini haiko wazi alimaanisha nini. Wengine katika ujumbe huo wanashikilia bado matakwa yao ya awali, ikiwa ni pamoja na kutokuwa na wanachama wa NATO kwa Ukraine na udhibiti wa Urusi wa angalau mikoa 5 ya Ukraine. Na nchini Uganda, wabunge wa Uganda wameidhinisha bajeti inayopendekezwa na serikali kwa mwaka wa fedha unaoanza Julai. Nchi hiyo ya Afrika Mashariki itatumia shilingi trilioni 72.4 za Uganda, sawa na dola bilioni 20 za Kimarekani katika mwaka wa fedha 2025-26, ikiwa ni mabadiliko madogo kutoka kwa matumizi ya mwaka unaoishia mwezi ujao ambayo yanafikia shilingi trilioni 72.1. Hata hivyo, bunge halikusema ni sekta zipi zitapokea fedha nyingi, lakini serikali iliwahi kusema siku za nyuma vipaumbele vya matumizi katika mwaka ujao wa fedha vitakuwa katika sekta ya kilimo, utalii na madini, yakiwemo mafuta ya petroli. Waziri wa fedha Matia Kasaija anatazamiwa kuwasilisha bajeti hiyo bungeni rasmi Juni 12 na kutoa maelezo zaidi kuhusu mahali pesa hizo zitatumika. Mtazamaji, huyo ni Ana Msomeno katika habari za mataifa mbalimbali. Na katika michezo, timu ya Yanga imesafiri leo kuelekea mkoani Tanga kwa ajili ya mchezo wao dhidi ya JKT Tanzania, huku mchezo huo ukiwa ni nusu fainali ya kwanza ya CRDB Federation Cup, mchezo utakaochezwa Mei 18 mwaka huu majira ya saa 9 alasiri. Huyu hapa Johnny Jerome akikuletea mkusanyiko wa habari za michezo. Kunako michezo, timu ya Yanga imewasili leo mkoani Tanga kwa ajili ya mchezo wao dhidi ya JKT Tanzania, huku mchezo huo ukiwa ni nusu fainali ya kwanza ya kombe la CRDB Federation, mchezo utakaochezwa mnamo Mei 18, 2025 majira ya saa 10 kamili jioni. Nusu fainali ya pili ya kombe hilo itachezwa mnamo Mei 31, 2025, mchezo utakaokutanisha Simba Sports Club dhidi ya Singida Black Stars. Kimataifa, kubwa zaidi ni kuendelea kwa ligi kuu England siku ya leo, ambapo michezo miwili itachezwa, huku mchezo wa kwanza ukiwakutanisha Aston Villa dhidi ya Tottenham Hotspur, mchezo ambao utachezwa majira ya saa 3:30 usiku, huku mchezo wa pili ukiwakutanisha Chelsea dhidi ya Manchester United, mchezo utakaochezwa majira ya saa 4:15 usiku. Shukrani sana Johnny Jerome kwa mkusanyiko huo wa habari za michezo. Na kabla ya kuhitimisha Dream Media habari, ni kukumbushe tena machache kati ya mengi tuliyokuandalia kwa siku ya leo. Sakata la wanawake wajawazito kutozwa fedha wakati wa kujifungua limeibua mjadala leo bungeni jijini Dodoma na kusababisha baadhi ya wabunge kuomba mwongozo wa spika. Kimataifa, wabunge wa taifa la Uganda wameidhinisha bajeti inayopendekezwa na serikali ya nchi hiyo kwa mwaka wa fedha unaoanza kutekelezwa mwezi Julai mwaka huu. Na katika michezo, timu ya Yanga imesafiri leo kuelekea mkoani Tanga kwa ajili ya mchezo wao dhidi ya JKT Tanzania, huku mchezo huo ukiwa ni nusu fainali ya kwanza ya CRDB Federation Cup, mchezo utakaochezwa Mei 18 mwaka huu majira ya saa 10 jioni. Na huo ndio mwisho wa Dream Media habari. Endelea kutufuatilia kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii za Facebook ni Dream FM, Instagram na X ni Dream FM TZ, na kupitia akaunti yetu ya YouTube ya Dream Media TZ. Kwa heri.